Na kumbuka vijana fulani kule Zanzibar walikuwa wameenda kupanda kanisa jipya mahali. Wametoka pale kanisani kwangu. Na walipofika kule wakatokea watu waliokuwa wanawapinga. Na wakapeleka taarifa polisi. Na yakawepo matisho mengi sana dhidi yao. Na wakawa wanahubiri huko. Baadaye defender ya polisi ikaenda. Kwa hiyo polisi wakaona waingilie kati kusije kukatokea mgongano wa kidini. Wawaambie bwana, hili kanisa lifungeni, msiendelee tena hapa, msiendelee. Sababu wananchi hawataki kanisa maeneo haya. Kwa hiyo tutalivunja jengo hili la ibada. Lilikuwa jengo la temporary tu, lakini ni jengo la ibada. Wamemwaga na mchanga wa pwani kule ndani, wanaabudu. Napenda msimamo wa yule kijana. Yule kijana akasema hivi, baba polisi, nataka uelewe, Mungu wangu ndiye anayekupa pumzi ya kupumua. Mungu huyu ninayemwabudu mimi ndiye anayekupa wewe pumzi na kinywa na sauti ya kusema. Mimi namwabudu Mungu wangu, wewe unaniambia nisimwabudu. Kwa sababu kuna mashinikizo ya watu wanaomkataa Mungu wangu. Hii haiwezekani. Akasema tunavunja banda hili. Yule kijana akasema hivi, hii itakuwa mara yangu ya kwanza kumwona mtu mwenye pumzi ya Mungu anavunja nyumba ya Mungu na akabaki salama. Mimi naomba nikae pembeni. Nataka kuona hapa mnavunja nyumba ya Mungu na mkabaki salama. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake, pamoja na Bwana kwa umoja na kwa pamoja tunatenda makuu. Jina la Bwana Mungu wetu libarikiwe. Kama umeketi, hebu simama. Unajua kusanyiko hili pia ni fellowship. Toka kwenye kiti chako, gusa watu 3 4, wape hai, wape 5, washike mkono, mwambie Bwana Yesu asifiwe sana. Nimefurahi kukutana na wewe na Mungu akubariki sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wengine tulikuwa jimbo moja zamani, majimbo yamegawanywa. Kule tuna jimbo la Muleba, ni jimbo jipya kabisa. Mwanza Kaskazini, kabla ilikuwa Mwanza Kaskazini, sasa kuna Ukerewe. Sasa tukikosa makusanyiko ya namna hii, tunakosa ile fellowship ya pamoja. Kwa hiyo makusanyiko haya yanatuleta tena pamoja, tunakutana na tunajisikia vizuri. Jamani, haleluya. Hebu inua mikono yako sasa, mpigie Bwana Yesu makofi. Amen, amen. Alafu nisaidie kumwambia jirani yako, kaa kwenye kiti chako cha muujiza. Ya kiti cha mwenyekiti wetu wa shughuli hii, ambaye pia ndio mwenyekiti wetu wa kanda, Baba Askofu Tibuhinda, na kamati yako, viongozi wa majimbo na kamati zenu, idara zetu za jimbo na section na kamati zenu, viongozi wetu wa kitaifa mlioko hapa, wa ngazi ya kamati, na kila mmoja ambaye anahusika hapa katika shughuli hii ya leo. Mungu awabariki sana sana sana. Mimi najisikia kutiwa nguvu tena kusimama mbele yako na somo letu la wajibu wa kiongozi katika kuleta uamsho. Kipindi chetu ni kipindi cha uamsho, na somo langu lina mada inayosema kiongozi anao wajibu. Wajibu wa kiongozi katika kuleta uamsho. Katika somo hili nafikiri nitakuwa nimebakiza mara moja tu kusimama mbele yako, kwa hiyo ninaomba nilitumie nafasi hii vizuri.
Wajibu wa kiongozi katika kuleta uamsho. Jana nilizungumza dhana mbili, niliona ni vizuri sana tuanze na shule mbili za mawazo kuhusiana na uamsho. Shule moja ya mawazo ni ile shule inayosema uamsho ni tendo na hitaji la kimungu. Mwanadamu hana cha kuongeza na mwanadamu hana cha kupunguza. Shule hii ya mawazo inafunua ukweli kwamba si jukumu la mwanadamu kushughulikia hitaji la uamsho. Liko katika mapenzi ya Mungu na katika uweza wa Mungu. Huna cha kuongeza, huna cha kupunguza. Nilisema shule hii ya mawazo imejenga nguvu yake katika maandiko mengi ambayo yanasimamia ukuu wa Mungu. Na katika maandiko hayo mengi nilikupa mmoja kati ya maandiko ambayo wanayasimamia. Nikasoma waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ya 9 mstari wa 15. Na fanya mapitio madogo alafu tutaendelea na sehemu ya leo. Sura ya 9 mstari wa 15 na wa 16. Neno la Mungu linasema hivi: maana amwambia Musa, nitamrehemu yeye nimrehemuye, nitamhurumia yeye nimhurumiaye. Basi kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule atakaye, wala kwa yule apigaye mbio, bali kwa yule arehemuye, yaani nani? Mungu. Na hoja hii inadai kwamba mwanadamu hauna kitu unatakiwa kufanya kinachoweza kumfanya Mungu afanye kitu. Na kwa hiyo uamsho ni jambo halisi, lakini sio kazi ya mtu. Wala huna haja ya kufanya kitu chochote. Na mafundisho haya yana upotofu ndani yake. Yana upotofu ndani yake kwa sababu yanakoti maandiko halisi, lakini hawayakoti sawa sawa. Wanayanukuu maandiko halisi, lakini hawayanukuu sasa. Na unajua, andiko ukilinukuu vibaya na ukilielewa vibaya linakuwa hivi mchana kweupe. Na tunaishi katika nyakati za udadisi, na watu wenye masikio ya kuwasha wanakula popote kutoka kwa yoyote. Na mafundisho au doctrines zina nguvu sana, zinaweza kugeuza mwelekeo wa mtu yoyote yule asipokuwa mwangalifu. Na tayari kuna watu wanafikiri jitihada ya kutaka Bwana na nguvu zake si jambo ambalo lina msingi wa kimungu. Lakini kama ingelikuwa kwamba hakuna kitu tunaweza tukafanya uamsho ili utokee, basi kulikuwa kuna haja gani Mungu kutupa agizo la kutafuta uso wake? Kulikuwa kuna haja gani ya kuwa na agizo la kutafuta uso wake? Ilikuwa tukae, tule, tunywe, tusubiri yatakayotokea. Na kulikuwa kuna haja gani ya Mungu kuhimiza kuhubiri Injili? Tusingekuwa na haja ya kuhubiri Injili, wala kuwa na jitihada ya kujitoa kuhubiri Injili, kwa sababu Mungu anaamua nani aokoke, nani asiokoke, nani aamini, nani asiamini. Kwa nini? Kwa sababu ni juu ya yeye arehemuye, si juu yetu sisi. Ni juu ya yeye arehemuye, yani Mungu. Anayetaka kumrehemu umrehemu, anayetaka kumpa humpa, anayetaka kumnyima humnyima.
Na kwa tafsirio watatuambia ya kwamba Mungu amechagua watu watakaoenda mbinguni na ameshachagua watu watakaoenda motoni. Kama ameshafanya uchaguzi, sisi tunafanya nini? Tunafanya nini? Tuko hapa kufanya nini? Kila mtu akale, akanywe, aendelee na maisha yake, kwa sababu Mungu ameshafanya hukumu tayari. Tunahubiri kwa sababu watu wanayo fursa ya kuchagua kuamini au kuto kuamini. Dhana ya pili ambayo sisi ndio tunayoamini inasema uamsho ni tendo la pamoja kati ya Mungu na watu wake na kati ya watu wake na Mungu, ambapo Mungu huinua au hupata mtu au watu wakamtafuta Mungu hadi uwepo wake ukaonekana. Sasa moja ya andiko miongoni mwa maandiko mengi ambayo tunayatumia yanaotupa sisi wajibu ni Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 na mstari wa 14. Katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14 unaona Mungu anatoa maelekezo ambayo ni conditional, yani yanakuwajibisha wewe ambaye ni mtu wa Mungu. Katika huu mstari wa 14 Biblia inasema, ikiwa watu wangu, moja, hawa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza, 2, wataomba, 3, watanitafuta uso, 4, wataziacha njia zao mbaya. Anasema wakifanya mambo hayo, Mungu anasema hivi, nitasikia toka mbinguni, 1, na kusamehe dhambi yao, 2, na kuponya nchi yao, 3. Na unaweza kuona kuna maneno yametajwa pale yanafanana lakini hayafanani. Anazungumza habari ya kuomba, anazungumza habari ya kutafuta uso. Anasema mkiomba, lakini haitoshi kuniomba, ingawa napenda watu wangu waniombe, nataka kitu zaidi ya kuomba. Anasema wakinitafuta uso. Wakinitafuta uso. Siku moja nilikuwa nafundisha maombi ya mfungo, nikanijia wazo hili kama ufunuo wa kusaidia kuelewa watu. Na watoto wawili, baba ana mtoto yuko mahali ana shida kwa baba yake, anataka kitu fulani kutoka kwa baba yake, anahitaji msaada fulani kutoka, anataka maingilio ya baba yake katika jambo fulani. Akampigia simu baba yake, akamwambia, baba, mimi na neno na ninahitaji msaada wako na niko kwenye mazingira magumu sana. Baba yake akamwambia, sema neno tu na nitaona ninaweza nikakusaidia. Lakini mtoto akasema, mimi siwezi kuzungumza kwenye simu ikatosha, ninahitaji kusafiri nije nikuone. Mtoto anaishi Mbeya, baba anaishi Mwanza, safari hiyo ni ndefu sana. Akasema, ingelitosha uongee na mimi na ningekuelewa. Akasema, hapana baba, ngoja nisafiri, nitaomba ruhusa, nitafanya kila linalowezekana nipate ruhusa nije, kwa sababu nataka unisikie kwa ukaribu. Neno lile ambalo angeliongea kwenye simu bado baba angeelewa, bado baba angefanya, lakini ameamua kuomba ruhusa, ameamua kutenga muda, ameamua kusafiri, ameamua kupanda basi, amepanda treni mpaka amefika Mwanza. Baba yake akai Mwanza hapa mjini, anakaa kijijini huko, anafika Mwanza mjini, anatafuta usafiri mwingine wa kwenda huko kijijini ndani mpaka anafika pale nyumbani kwa baba yake. Baba anamuuliza, ni nini kilichokusibu mpaka umenitafuta huku? Uzingativu wa baba kwenye uzito wa lile neno analolizungumza mtoto, angepiga simu, hautafanana na uzingativu wa baba wakati mtoto amesafiri mpaka amefika nyumbani. Ni kweli si kweli? Kwa hiyo tunaposema, Mungu anaposema mniombe,
Sio kwamba hawezi kujibu, wala sio kwamba hawezi kuelewa. Ni kitu tofauti anaposema nitafute uso. Tafsiri yake ni sawa na mtu aliyesafiri kutoka huko alikotoka na akaenda mpaka nyumbani kwa babake kumweleza shida yake katika uzito ambao umemgharimu. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukaona ya kwamba Mungu anatueleza tumtafute uso ikiwa ni condition. Mna mambo mnatakiwa kufanya, msipoyafanya kuna vitu havitokei. Na hapa vimetajwa vitu hapa ambavyo vinazungumza juu mambo ambayo sisi tukifanya ndipo Mungu atafanya. Sisi tusipofanya hakuna kitu kitatokea. Kama ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, 1, watajinyenyekeza, 2, wataomba, 3, watanitafuta uso, 4, wataziacha njia zao mbaya. Anasema mkifanya mambo hayo, mimi Mungu nitasikia toka mbinguni na kusamehe dhambi yao na kuponya nchi yao. Hili ni moja kati ya maandiko ya msingi ambayo tunayasimamia tunapozungumza juu ya uamsho. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Wale ambao hamkuepo, nirejee kusema nimemtumia Elia kama case study. Elia kama kielelezo cha kiongozi aliyetafuta uamsho kwa wakati wake, kwa kipindi kile ambacho yeye alikuwa katika ofisi. Na nimechagua andiko la msingi la kuanzia kutoka katika Yakobo sura ya 5 ule mstari wa 17 na wa 18. Nimependa andiko hili linalohusu Elia kwa sababu linanifanania mimi ambaye ni mtu wa kawaida sana. Andiko hili linasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Neno mwanadamu mwenye tabia moja na sisi maana yake alikuwa mtu wa kawaida. Kuna wakati tunapotaka kumwona Mungu anafanya mambo yasiyokuwa ya kawaida kupitia maisha yetu, tunatamani kuwa watu special. Na pia kuna watu wanadhani Mungu anaweza akawatumia sana kwa sababu wao ni watu special. Lakini Biblia haisemi hivyo, na Biblia wala haielekezi hivyo. Tunamfahamu Elia akiwa moja ya watu waliotumiwa na Mungu katika nguvu nyingi, katika madhihirisho mengi na katika vipawa vya viwango vya kushangaza kwa wakati wake. Lakini tunaambiwa alikuwa mtu wa kawaida, mwanadamu wa kawaida. Biblia inasema alikuwa mwanadamu wa tabia moja na sisi. Alipofanya maamuzi ya kuomba, aliomba kwa bidii. Mvua isinye, nayo haikunya juu ya uso wa nchi. Muda wa miaka 3 hakuna mvua, na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Alikuwa ni mwanadamu wa kawaida. Tumejifunza hapa masomo ya uongozi, na moja kati ya kanuni za uongozi tulijifunza ya kwamba uongozi ni matokeo. Jamani, sawa? Na bila shaka wewe na mimi tunatamani matokeo hata kwenye maeneo ya uamsho. Na kuna wakati unaweza ukajiona, mimi ni nani? Naweza kufaa nini? Naweza kufanya nini? Naweza kutimiza nini? Mbona mimi ni duni? Mbona mimi ni mnyonge? Mbona mimi ni mdogo? Mbona mimi siwezi? Lakini ukifuatilia kwenye mafundisho ya Bwana Yesu unaweza ukashangaa sana. Anasema Mungu mahali pengine ya kwamba sikuchagua watu wenye uwezo, sikuchagua watu wenye nguvu, sikuchagua watu wenye majina, sikuchagua watu wenye historia kubwa. Nimechagua watu wa kawaida, nimechagua mapumbavu, nimechagua vitu vilivyo duni, ili kupitia hivyo nipate kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida kupitia maisha yao.
Jina la Bwana libarikiwe sana. Biblia inasema ili adhama kuu ya uweza wa Mungu isiwe juu ya mtu, iwe juu ya Mungu, ili hata atakapotokea watu waseme bila shaka huyu ni Mungu, maana asingekuwa Mungu huyu katika uwezo wake hawezi kufanya hivi vitu alivyovifanya. Na haya ndio maneno waliyosema na mitume wakati ule, ya kwamba walikuwa watu wa kawaida sana, tena watu wasio na elimu, lakini Mungu akafanya mambo ya kupita akili za wanadamu katika nyakati zao. Nataka nikutie moyo kiongozi mwenzangu, tuna mapungufu mengi kama binadamu. Tuna maeneo mengi tunapwaya, hatuna pesa za kutosha, inawezekana hata afya hatunayo ya kutosha, inawezekana hatuna historia ya kutosha, wakati mwingine labda hata hatuna elimu ya kutosha. Lakini nataka nikuambie yuko Mungu aliye na utosholevu wote, ambaye amekuita wewe na mimi, akakupa nafasi, akanipa nafasi, ili kwa uwezo na nguvu zake vitu vitokee. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Nilimchagua Elia kama case study. Tunataka tumchambue Elia ambaye alileta uamsho kwa wakati wake. Wako watu wengi tungeweza kujifunza kutoka kwao, lakini Elia ni mfano moja katika mifano mizuri sana ya namna alivyofanya uamsho ukatokea. Tunasoma katika Wafalme wa Kwanza sura ya 17 ule mstari wa kwanza. Katika Wafalme wa Kwanza sura ya 17 ule mstari wa kwanza, 17 mstari wa kwanza, tunakutana na siri moja ya mafanikio ya huyu mtu wa Mungu. Alikuwa ni mtu asimamaye mbele za Mungu. Moja ya siri yake ilikuwa ni hiyo. Kwa nini Elia alikuwa ni mtu mwenye huduma ya namna ya tofauti sana? Siri moja wapo, alikuwa ni mtu asimamaye mbele ya Mungu. Tunasoma hapa, basi Elia Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Kuna hilo neno limeandikwa hapa, ni ambaye ninasimama mbele zake. Kwa hiyo moja ya siri ya Elia, alikuwa ni mtu anayesimama mbele za Mungu. Na ningelizungumza kwa neno la Kiingereza, hilo neno kusimama mbele za Mungu manake ni intimacy. Ni intimacy. Intimacy ni ushirika wa karibu na Mungu. Ni kujenga mahusiano ya karibu na Mungu. Unajua mtu anaweza akawa na mkewe lakini wasiwe intimacy kabisa. Wanaweza wakaishi nyumba moja na wakakaa miaka hata 10, lakini wasiwe na intimacy. Kwa lugha nyingine, intimacy ni kushibana. Na kushibana sio kitu cha siku moja, ni mchakato. Ni jambo linalokugharimu kujenga intimacy. Tunaishi katika nyakati ambazo mind zetu ziko busy sana, kiasi ambacho mtu binafsi kuwa na muda na Mungu ni kitu cha kubahatisha. Moja ya siri ya mafanikio ya huduma ya huyu mtu wa Mungu anaitwa Elia ni intimacy yake na Mungu. Ni intimacy yake na Mungu. Mimi niliguswa sana na ushuhuda wa baba mmoja ambaye alifiwa na mtoto, mpaka nikatamani mahusiano yake na Mungu. Niliyatamani. Unajua mtu anayazungumza yaliyojaza moyo wake. Kiongozi mwenzangu upo? Alitoka safari akarudi nyumbani akakuta kuna msiba. Akakuta kuna nini? Kuna msiba. Alipofika nyumbani pale akauliza ni nani aliyefariki? Akamwambia yule binti yako mdogo amefariki. Kalikuwa ni kabinti kadogo. Akawasihi sana watu wamuelewe. Akawasihi sana anahitaji faragha na Mungu.
akawasihi sana mpaka wakamkubalia, akaondoka na mtoto. Akaondoka na mtoto amemfunga mgongoni kama vile mwanamke afungavyo mtoto mgongoni. Akaondoka akaenda kwenye kichaka mahali fulani, si karibu sana na nyumbani, si mbali sana na nyumbani. Alipoingia kichakani akamfungua mtoto akamlaza chini. Alipomaliza kumlaza chini akaanza kuongea na Mungu. Akamwambia Mungu, mimi sioni shida wewe kumtwaa mtoto, uhai wote ni mali yako. Mimi najua shida nilionayo mimi ni mahusiano tulionayo mimi na wewe. Hayo ndio yanayonipa shida. Yaani mimi na wewe tumefika mahali ambapo naona shida unapokuja nyumbani kwangu na ukatwaa mtoto wangu alafu hauniambii. Yaani ndio nataka angalau unisaidie kuelewa. Mtoto akapiga chafya, akarudi nyumbani mzima. Intimacy. Elia anasema hivi, mimi ni mtu ninayesimama mbele za Mungu. Ile neno kusimama mbele za Mungu sio kama hivi tunavyosimama madhabahuni. Ni mahusiano, ni intimacy, ni kushiba na Mungu. Mungu umemshiba kwa kiwango gani? Kwa sababu wakati mwingine tunapoona huduma za watu fulani zinafanya vizuri, unaweza kufikiri labda Mungu ana upendeleo, lakini hujui siri yake. Hapa Elia anatuambia moja ya siri ya mafanikio yangu ni namna tulivyoshibana na Mungu wangu. Niliguswa sana na ushuhuda wa mzee Lazaro, askofu wa kwanza wa kanisa la TAG. Mungu alimtokea siku moja, akamwambia, angalia sebule yako jinsi ilivyo nzuri. Angalia makochi uliyoweka yalivyo mazuri. Ni kwa sababu unawaheshimu sana wageni wako na watu wanaokaa kwenye sebule yako. Alikuwa na kachumba fulani hivi, kachumba kama ombi, kabaya hivi, kabovu kako kwenye kona moja kwenye nyumba yake. Akamwambia, linganisha mahali pale unapokutana na mimi na mahali pale unapokutana na wageni wako, utaelewa mimi nina thamani ya kiwango gani kwenye moyo wako. Mzee yule anasema hivi, hapo ndipo nilipopata wazo la kumjengea Mungu nyumba ya adabu. Nyumba ya adabu, nyumba ya heshima yake. Nyumba ambayo watu wakiona watalitukuza jina la Mungu huyu ninayemwabudu. Akaenda akachukua mapesa yake mengi, akatengeneza nyumbani kwake kuna chumba kinaitwa chumba cha mtumishi, kukutana na Mungu wake. Nilimuuliza Godson, mtoto wake, moja ya watoto wake, kwenye kile chumba ambacho baba yako huwa anakutana na Mungu, umewahi kuingia mara ngapi? Anasema kwenye maisha yake, sijui alinitajia mara 2, sijui mara 3. Yaani amewahi kuingia humo. Unaona ile alivyopatengeneza, alivyopaenzi. Sasa kuna watu hapa ukiangalia nyumba anayoishi, alafu ukaenda ukaangalia nyumba ya Mungu wake, unaelewa Mungu huyo kwenye moyo wake anatamani kiasi gani. Sijasema wewe, ninasema huko. Yaani mtu ana nyumba imepigwa vitu mle ndani. Yaani kuna watu wanajenga nyumba za shikamoo mzee. Yaani ukipita nyumba inabidi uiamkie. Yaani kuna mwanaume hapa alijipinda, yani kuna kitu kiko hapa. Alafu nenda nyumbani mwa Mungu, uone vitu vilivyomo, uone mambo yaliyomo. Yaani nyumba ya Mungu ni kadude fulani vikako hapo, kamechoka. Yaani tangu ilipopakwa rangi mara ya kwanza haijawahi. Sasa usiseme kwa sababu nilipita pale kanisani kwako, mimi nahubiri hata sikumbuki kama nilipita kanisani kwako. Tusitafutiane maneno hapa. Naweza kupoteza marafiki bure hapa bure.
Nyumba imepauka tangu ilivyopakwa rangi mara ya kwanza. Lakini angalia nyumba yako umepaka rangi mara ngapi? Anasema mimi ni mtu ninayesimama mbele ya Mungu. Kwa hiyo akisema mbingu zinasema amina. Hii ilikuwa ni moja ya sifa ya mafanikio ya huduma ya huyu mtu wa Mungu. Unajua, tunajifunza maneno haya sio ili tujisikie vibaya. Tunajifunza maneno haya ili Mungu atuonyeshe maeneo ya kutengeneza, ili uamsho utokee, ili vitu vitokee, ili Mungu aanze kuonekana, ili Mungu afanye kwa kupita viwango vya kawaida. Haleluya. Sasa mimi nafanya mapitio. Jana nilikupa mfano wa mtu mmoja anaitwa John Knox. Aliwahi kuishi kati ya mwaka 1514 na mwaka 1572 kule Scotland, Uingereza. Unaona, yule mtu maombi yake yalikuwa na nguvu mpaka kiasi ambacho siku moja malkia wa Scotland anaitwa Queen Mary alisema, ninayaogopa maombi ya John Knox kuliko jeshi la watu 10,000. Yule mtu alikuwa akipiga magoti, vitu vinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Namfahamu baba mmoja anaitwa Idahosa. Ni moja kati ya watu ambao shuhuda zao zimenigusa sana. Alikuwa ni mtu wa kwanza kwenda kwenye television. Mara ya kwanza amekwenda kwenye television, anamwambia kile mtu aliyekuwa anasimamia vipindi vya television vya serikali, kabla ya hapa hakujawahi kutokea mtu yoyote aliyewahi kwenda kwenye TV akaongea hadharani akiwa ni mtumishi wa Mungu. Akasema, ninaomba nipate nafasi ya kuongea na Wanigeria. Yule dada alikuwa ana kisirani sana. Akanena naye mtumishi wa Mungu kwa jeuri. Mtumishi wa Mungu akasema, ungelijua anayeongea na wewe ni nani, angalau hata ungemheshimu kidogo. Yule dada akaonyesha kiburi, wala hakutaka hata amheshimu. Akamwambia, hiki kitu ulichokalia inaonekana wewe hakikutoshi, hakikufai, kwa hiyo atakaa mwingine. Akamuuliza, wewe ni nani mpaka uniambie maneno hayo? Akasema, kesho ninakuja na sitakukuta hapa. Nitarudi tena kesho na sitakukuta kwenye kiti hiki, utakuwa umefukuzwa kazi. Mtu wa Mungu akaondoka. Ilipofika ndani ya siku ile ile alipoteza kazi, ndani ya siku ile ile, na kesho alikuja akamkuta mtu mwingine amekaa kwenye kiti. Bahati nzuri ile alikuwa amekaa kwenye kiti alikuwa ameokoka. Aliondolewa mtu ambaye hajaokoka, akawekwa mtu aliyeokoka. Na kwenye kiti kile akamwambia, mwenzako nilikuja hapa jana akanijibu mbovu. Nikamwambia hivi, na mimi ninakuuliza, ninapata nafasi ya kusema sipati? Unajua, unakuwa na mamlaka kwa sababu wewe ni nani mbele za Mungu. Moja ya vitu vilivyotuondolea ni mamlaka. Yani hatuna, sisi ni akina nani mbele za Mungu. Haleluya. Yule binti akamjibu vizuri. Akasema, baba, haya ni mambo ya utaratibu na mimi nitafuatilia nione uwezekano wa namna ambavyo utapata nafasi. Na akapata nafasi. Akawa mhubiri wa kwanza kuhubiri kwenye TV. Ana neno lenye mamlaka. Ana neno lenye mamlaka. Elia anamwambia Ahabu, hakutakuwa na umande wala mvua isipokuwa mpaka mimi niseme. Ungeweza kusema, wewe ni nani? Nimesha kujitambulisha, mimi ni mtu ninayesimama mbele za nani? Mbele za Mungu. Muulize jirani yako, wewe ni nani? Who are you? Usinitajie cheo chako, kwa sababu cheo chako hakikutambulishi. Kuna nafasi inayokutambulisha.
kama unasimama mbele za Mungu, utasema itakuwa, utasema itakuwa, utasema itakuwa, utasema itakuwa, utasema itakuwa. Glory to God. Niwahi kuwa mshirika mahali fulani, mchungaji wangu akaniambia hivi, ninaona gorofa hapa. Anasema ninaona gorofa mimi nikiwa mzee kiongozi, na tunapata shida kuchanga pesa ya kulipia pango la nyumba ya mchungaji. Anakaa kwenye nyumba ambayo yani ni matatizo, kakanisa bado kachanga, kana uchumi mdogo, lakini anasema vitu ambavyo havipo kana kwamba vipo. Anasema naona gorofa limesimama hapa. Sasa hivi ukienda pale utalikuta limesimama. Sisi tunakuwa washirika pale wa mwanzo, tunajua alilisema wakati hana kitu, alilisema wakati hana jina, alilisema akiwa sio kiongozi, alilisema akiwa bado mtu wa kawaida, lakini ana uwezo wa kuona katika roho na anatabiri vitu vinatokea. Glory to God, glory to God. Hallelujah. Nani anasimama mbele za nani? Mtu asimamaye mbele za Bwana. Kwa hiyo siri ya kwanza ya mtu huyu Eliya, alikuwa ni mtu aliyeshibana na Mungu. Alikuwa ni mtu aliyeshibana na Mungu. Neno la Mungu linasema nataka nimjue yeye. Nataka nimjue. Hiki ndicho kilichokuwa kilio cha Paulo. Wewe mtu aliyekwenda mpaka mbingu ya tatu, akaona na kusikia ambayo mambo ambayo haijuzu mwanadamu kuyanena, lakini anasema nataka nimjue. Umeelewa hiyo? Umeelewa hiyo kitu? Alikwenda mpaka mbingu ya tatu huyu mtu. Kuna wakati mpaka anaona shida kujisifu kwa mafunuo na vipawa alivyopewa na Mungu, lakini anafika bado anasema nataka nimjue yeye na uwezo wa kufufuka kwake. Siri ya kwanza ya huyu mtu wa Mungu ni kusimama mbele za Mungu. Mungu anijalie neema hiyo, Mungu akujalie neema hiyo. Lakini siri yake ya pili ni kutangaza ukweli bila hofu. Kutangaza ukweli bila hofu. Ninaomba fungua Wafalme wa kwanza 18:18. Wafalme wa kwanza 18:18. Biblia inasema, naye akajibu, si mimi niliyewataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana, nawe umewafuata mabaali. Anamwambia Ahabu, hizi zilikuwa ni za uso hizi. Alimlaumu, wewe ndio uliyowatesa watu, wewe ndio umesababisha kumekuwepo na ukame, wewe ndio umesababisha haya mateso yote. Akajibu, sio mimi, ni wewe mwenyewe na nyumba ya baba yako, na kilichosababisha haya ni maovu yenu mliomfanyia Bwana. Eliya alimkabili mfalme bila hofu. Hakumbadilishia ujumbe ili apendwe. Ni kwa nini Mungu alitembea na Eliya katika viwango vya kushangaza? Neno la Mungu kinywani mwake halikuogopa uso wa mtu. Wapendwa, ikiwa tunataka kumuona Mungu,
tulihubiri neno bila kulichuja. Jamani, amina. Tulihubiri neno bila kulichuja. Na unajua tukilihubiri neno bila kulichuja kuna gharama. Tunaweza tukajikuta tuna matatizo ya kututosha. Na kumbuka vijana fulani kule Zanzibar walikuwa wameenda kupanda kanisa jipya mahali. Wametoka pale kanisani kwangu. Na walipofika kule wakatokea watu waliokuwa wanawapinga. Na wakapeleka taarifa polisi. Na yakawepo matisho mengi sana dhidi yao. Na wakawa wanahubiri huko, wanahubiri huko. Baadaye defender ya polisi ikaenda kwenda kuwatuliza. Kwa nini? Kwa sababu wananchi wamelalamika. Wamesema ni afadhali nyinyi mchukue hatua kuliko sisi. Kwa sababu sisi tukichukua hatua tutaleta madhara. Na watu wamejiandaa, sijui mitumbwi mingapi sio walikuwa wamejiandaa. Kwa hiyo polisi wakaona waingilie kati kusije kukatokea mgongano wa kidini. Waende wakawazuie. Wawaambie bwana, hili kanisa lifungeni, msiendelee tena hapa, msiendelee. Sababu wananchi hawataki kanisa maeneo haya. Kwa hiyo tutalivunja jengo hili la ibada. Lilikuwa jengo la temporary tu, lakini ni jengo la ibada. Wamemwaga na mchanga wa pwani kule ndani, wanaabudu. Napenda msimamo wa yule kijana. Yule kijana akasema hivi, baba polisi, nataka uelewe, Mungu wangu ndiye anayekupa pumzi ya kupumua. Mungu huyu ninayemwabudu mimi ndiye anayekupa wewe pumzi na kinywa na sauti ya kusema. Mimi namwabudu Mungu wangu, wewe unaniambia nisimwabudu. Kwa sababu tu kuna mashinikizo ya watu wanaomkataa Mungu wangu. Hii haiwezekani. Akasema tunavunja banda hili. Yule kijana akasema hivi, hii itakuwa mara yangu ya kwanza kumwona mtu mwenye pumzi ya Mungu anavunja nyumba ya Mungu na akabaki salama. Mimi naomba nikae pembeni. Nataka kuona hapa mnavunja nyumba ya Mungu na mkabaki salama. Vunjeni tuone. Vunjeni tuone. Polisi akasogea pembeni. Anasema maneno haya bwana yanahitaji kutia akili. Unaweza kuvunja hapo ukapata matatizo. Wakatafakari, wakajadili. Wakafikia maamuzi, hii nyumba haivunjwi. Wakafikia maamuzi gani? Hii nyumba haivunjwi. Wakaondoka. Kwa nini? Kwa sababu palikuwa na watu waliozungumza ukweli bila kupamba, bila kupapasa. Hii kitu sio ya kawaida baba. Iligharimu kichwa cha Yohana Mbatizaji. Kasome Agano Jipya. Maana alimwambia mkuu, una mke na huyo mke sio wako, na hiyo kibibilia sio halali. Wakaondoa kichwa. Biblia inasema moja ya wajibu wetu ni kumpenda Mungu kuliko maisha yetu. Ni kuwa tayari kufa kwa ajili ya msimamo wa imani yetu. Ni kuwa tayari kwenda jela kwa sababu ya msimamo wa imani yetu. Ni kuwa tayari kupoteza vyote kwa sababu ya msimamo wa imani yetu. Ni kuwa tayari kubaki katika msimamo hata kama unatugharimu. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Ndio maana ukisoma shuhuda za Agano Jipya utawakuta wakuu wamekwenda jela, wamefungwa kwenye magereza, wamepigwa, wamefukuzwa, wametendewa ukatili kwa sababu ya imani yao. Unajua uamsho sio kitu rahisi kama tunavyokifikiri.
Uamsho ni gharama ya kusema ukweli kama ulivyo. Na tunaona hapa Elia, moja ya siri ya mafanikio ya huduma yake ilikuwa ni kusema ukweli kama ulivyo. Ukweli kama ulivyo. Tunasoma katika kitabu cha Wagalatia sura ya 1 mstari wa 10. Wagalatia sura ya 1 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: maana sasa je, ni mwanadamu ninao washawishi au Mungu, au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa na wapendeza wanadamu, nisingekuwa mtumwa wa Kristo. Anasema nini Paulo? Anasema mimi kama ingelikuwa shida yangu ni wapendeze watu, ni wapendeze wanadamu, mimi nisingekuwa hivi nilivyo. Nimekuwa hivi nilivyo kwa sababu nataka kumpendeza Mungu. Yaani hatuko hapa kwa ajili ya kuwapendeza watu au kutafuta sifa za wanadamu. Tunataka kusimama katika kweli ya Mungu, hata kama hiyo kweli inatugharimu. Mimi napenda sana ushuhuda wa Martin Luther, ambaye ameishi kati ya mwaka 1483 na mwaka 1546. Huyu alikuwa ni moja kati ya mapadri wa Kikatoliki, msomi kabisa wa kiwango cha PhD na mwalimu wa vyuo vikuu. Alipoistadi Biblia akafika mahali akasema, hapana, kuna kitu hapa hakiko sawa sawa. Neema haiwezi kununuliwa, wokovu hauwezi kununuliwa. Kuna vitu vingi kanisa linafanya visivyo sahihi. Akaamua kuviandika namba 1 mpaka 95. Akaenda akabandika kwenye ukuta wa jengo la kanisa linaitwa Wittenberg Church Castle. Akabandika pale. Ilikuwa siku ya tarehe 31 Oktoba mwaka 1517. Watu wakaona, vyombo vya habari vikaona, ikawa ni gumzo kwenye mitaa ya kwamba ametokea mtu mmoja anayelipinga kanisa katika mambo yake mengi mbalimbali. Wakamuita kwenye kikao, wakambana. Na kipindi kile, ndugu yangu, ulikuwa ukiitwa kwenye vikao vile ni life or death. Wale mnaoielewa Katoliki ya wakati ule, sio hii. Ilikuwa ni dola, ilikuwa ni serikali. Walipambana kwa maswali mengi. Akajibu kwa sentensi moja ambayo imebakia kuwa maarufu katika vizazi vyote mpaka leo. Akasema maneno haya, nitayatafsiri kwa Kiingereza. Anasema, here I stand, I can do no other. Yani, huu ndio msimamo wa imani yangu, na sina vingine vya kuondoka kwenye msimamo wa kweli, mtaamua wenyewe. Akajikuta amepoteza ushirika na kanisa lake, na ondokao kwa mwanzo wa Lutheran movement, na ilianza kwa nguvu sana. Acha vituko hivi unavyoviona siku za leo. Ilianza kwa nguvu sana, ikaanza kuswipu Ujerumani. Lakini palikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ameamua kusimama katika kweli. Moja ya siri ya uamsho ni kusimama katika kweli. Waanzilishi wengi wa movement za uamsho ilikuwa ni msimamo wao usioyumba ambao uliwagharimu walipokuwa wanasimama katika kweli. Mungu akusaidie na Mungu anisaidie. Uamsho unahitaji viongozi wanaosema ukweli hata kama watachukiwa,
au hata kama watapoteza nafasi zao. Kwa hiyo ukweli ni mlango wa uamsho.